ulimwenguni tunayo fedha pia nyingine kutoka kwenye mgodi ya CSR kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa mabarabara. Na yenyewe nafikiri itakuja itaongezea tija kwenye barabara zetu. Tayari imeshafunguka, tutaenda vizuri. Sawa jamani? Lakini kwenye swala la madawati tuna zaidi ya milioni 800 kutoka kwenye mgodi, lakini halmashauri pia wameshatoa fedha zaidi ya milioni 300 kwa ajili ya kukamilisha utengenezaji wa madawati. Tumeona kwenye mashule kuna mapungufu makubwa. Tutaanza kwa kasi kubwa kuanzia wiki ijayo. Na kwa kadri yatakuwa yanatengenezwa tutakuwa nayaleta kwa wananchi yaweze kutekeleza kwa wananchi. Badala ya kusubiri yote yaishe. Nimeshamwelekeza mkurugenzi na watu wa mgodi, yakikamilika 50 yaje kwa wananchi. Yakikamilika 100 yaje kwa wananchi. Ili tusichelewe kwa sababu watoto wanapata changamoto. Tumeelewana vizuri? Na mheshimiwa mkuu wa mkoa ametuongezea nguvu kwenye hilo. Lakini nikienda kwenye swala la usalama, OCD ameongea hapa. Tuna wajibu wa kulinda usalama wa wananchi wote bila kuangalia itikadi. Sio, naeleweka vizuri eh? Niwaombe sana wananchi. Lazima tutunze vyanzo vya maji. Wilaya yetu imebarikiwa sana hii. Kama tutaharibu vyanzo vya maji ni changamoto kubwa. Leo mnaniambia mnalima mpaka ndani ya mita 60 kwenye chanzo cha maji. Si sawa. Si sawa. Tuhakikishe tunayalinda yale mazingira. Watu wanakata miti mpaka kwenye vyanzo vya maji. Mazingira ukiyatunza na yeye anafanyaje? Yanakutunza. Kwa kila mmoja awe mlinzi wa maeneo yetu ambao tuna vyanzo vya maji, lakini mlinzi wa mazingira kwenye maeneo ambayo tunaishi. Itilo mmebarikiwa sana. Mna kila kitu. Kwa ni waombe muendelee kushikamana. Muendelee kufanya kazi kwa pamoja na viongozi hao. Tumeona kazi kubwa ambayo imeshafanyika hapa. Yote katika kutekeleza ilani. Nimewaambia tumetekeleza ilani mpaka tumepitiliza. Lakini tusirudi nyuma, tuendelee kupambana. Tuendelee kushirikiana na viongozi wa chama na serikali kuhakikisha tunafika kwenye malengo ambayo tumekusudia. Kuna wananchi ameeleza hapa kwamba uwekezaji. Mkurugenzi, tunao maafisa nyuki, si ndio? Ndio. Waje waonane na huyu mzee. Waone namna ya kumsaidia na kumshauri. Na kama kuna sehemu anaweza kusaidika, saidike. Na wale wengine wote wanaowekeza. Tunazo fedha za mikopo za 10% Mheshimiwa Rais ametuelekeza tuzitoe. Tuna zaidi ya bilioni 2 na point kwenye halmashauri yetu ambao inahitaji kupeleka kwenye vikundi. Waje wakope kwa kufuata utaratibu. Kwenye zile 10% za wanawake, vijana na wale wenye mahitaji maalum. Maafisa maendeleo ya jamii waje huku kwa wananchi, wafanye mikutano kama hii. Waelekeze wananchi ile fedha ni ya kwao, Mheshimiwa Rais ameleta. Haina riba. Si unaeleweka vizuri? Ule mkopo unachukua hela kama ilivyo na urudisha kama ilivyo. Kikubwa ni uaminifu kwenye kurudisha. Kwa kazi kubwa ambayo nimeiona mmeifanya. Lakini kwa ushirikiano mkubwa ambao nimeuona baina yenu ninyi pamoja na viongozi. Kiwa madiwani wenye viti wetu hawa, mwenyekiti hebu simama. Na taarifa zenu mnafanya kazi vizuri sana wenye viti pamoja na wenye viti wa vitongoji. Muendelee kuwahudumia wananchi kama ambavyo mnafanya. Isiwe kama kwenye maeneo mengine mwenyekiti ashapata uongozi anapumzika. Lakini hapa mna majembe au mna majembe? Muendelee kuwapa ushirikiano. Chama muendelee kutushauri pale mnapoona tuendi vizuri ili tuweze kwenda sambamba. Haya ndio yatakao tuletea maendeleo. Sio maneno, sio majungu, sio fitina. Tumeelewana vizuri? Kata yenu iko vizuri na iko salama sana. Lakini mpongeze OCD. Amejituma sana kwenye changamoto ambayo yanatokea hapa. Mara kwa mara tumemwona anakuja huku kuhakikisha tunapata suluhu ya hawa ndugu zetu ambao wamepotea. Lakini wapongeze na ninyi kwa kutoa lile eneo pale kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi. Natamani kama kata zote zitoe maeneo namna hii. Kwa sababu mkishakuwa na kituo cha polisi hapa rahisi kupata huduma, si ndio? Lakini niipongeze serikali imeshaleta milioni 150 pale. Hebu wapigeni makofi serikali. Ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais baada ya kuona hapa na changamoto kubwa. Hataki muendelee kupata changamoto. Lakini nimefurahi kuona wananchi na nyinyi mnashiriki kuongeza nguvu zenu za ujenzi wa kituo chetu cha polisi ambacho kitaongeza usalama kwenye eneo lenu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimefurahi kumsikia diwani amesema aliyoyafanya yeye na Mheshimiwa mbunge kwa msaada mkubwa wa Mheshimiwa Rais. Na ndio maana tukasema Mheshimiwa Rais amefika kila kona, kila kijiji, kila kitongoji, kila kata. Hebu tujiulize nchi ina kata ngapi? Nyingi sana. Na kota amepeleka fedha zaidi ya hii au pungufu kidogo ya hii. Kwa nini anafanya hivi? Kwa sababu anataka kutatua kero mlizonazo. Na amekuwa na utaratibu na anaendelea kufanya hivi. Kikubwa sisi tumuombee tu afya njema. Hatuna cha kumlipa. Au tuna cha kumlipa?
hatuna. Ni kuendelea kumuunga mkono na kumsupport kwenye pale ambapo anatupa maelekezo. Sasa kama nilivyosema, mimi siwezi kuwa msemaji sana. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari wilayani Tarime mkoa wa Mara nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.